Filamu inaanza kwa kuwaonyesha marafiki wawili wakiwa wamekaa ndani ya mgahawa. Wanaonekana wakizungumza kuhusu mambo ya muhimu sana, na inaonekana kuwa urafiki wao ni wa damu na wa dhati. Hapo ndipo tunapojua jina la mmoja wao aitwaye Dumbledore, ambaye alikuwa mtu mwema, mnyenyekevu na mwenye maadili. Yule wa pili alikuwa ni Grindelwald, lakini yeye hakuwa mwema kama wa kwanza. Alikuwa na tabia za kiza, maana alichagua njia za uovu. Kama hukutazama part 1 na part 2 ya movie hii, nenda kaitazame kwanza ili ueleweke hawa ni wakina nani. Link nimeweka hapo chini kwa description na comment. Haya, tuendelee. Dumbledore alikuwa akijaribu kumshawishi kuwa anachokifanya si sahihi. Alimwambia, bado una muda wa kujiondoa katika haya unayoyafanya. Grindelwald akamjibu, niambie, ninafanya nini? Baada ya kusikia hivyo, Dumbledore akamjibu, unachokifanya unakijua vizuri mwenyewe. Grindelwald akadai kuwa yote anayoyafanya ni kwa ajili ya ndoto walioota wote wawili zamani. Alitamani kuunda dunia isiyo na muggles kabisa. Baadaye kusema hivyo, Grindelwald akaondoka. Lakini sasa swali ni, hao muggles ni akina nani? Kwa kweli, ulimwengu wa uchawi ni sehemu ya siri iliyojificha kutoka kwa macho ya watu wa kawaida. Yeyote anayeishi katika ulimwengu huu wa kawaida ambaye hana elimu wala ufahamu wa uchawi huitwa muggle, yaani mwanadamu wa kawaida asiye na uchawi. Baadaye tunamuona Dumbledore baada ya muda kupita, anashika kidani mkononi mwake. Lakini hiki si kidani cha kawaida. Kilikuwa kidani maalum kabisa kilichotengenezwa na Dumbledore pamoja na Grindelwald miaka mingi iliyopita. Kidani hiki kilihifadhi damu yao, damu ya ahadi waliowapa walipokuwa vijana. Walitoa kiapo cha damu, wakiahidiana kuwa watabaki pamoja daima na kamwe wasigeukane au kwenda kinyume na wao kwa wao. Lakini kiapo hiki kilikuwa na sheria. Endapo mmoja wao watakivunja, basi kidani hicho kitapinduka dhidi yao na kusababisha kifo chao. Dumbledore kwa upande wake hakutaka hili litokee. Hakutaka Grindelwald afanye mambo mabaya au kuchafua ulimwengu. Kisha katika tukio linalofuata, tunamwona kijana jasiri aitwaye Newt. Kwa wakati huu alikuwa porini akimtafuta kiumbe fulani, lakini huyu hakuwa kiumbe wa kawaida. Alikuwa kiumbe wa kichawi wa ajabu. Kiumbe huyu wa kichawi alikuwa na uwezo wa kipekee. Damu ya kiumbe huyu ikichanganywa na damu ya mwanadamu, basi mtu huyu ataweza kuona mambo ya mbeleni, yaani hatima yake ya baadaye. Kama ni mema au mabaya, vyote vinaweza kudhihirika kwake. Hatimaye Newt akafanikiwa kukutana na yule malkia ambaye pia alikuwa na mtoto mchanga. Wakati huo huo, mvulana mwingine akawasili. Alikuwa ni mwindaji. Alifika porini pamoja na wenzake kutafuta mawindo. Mwishowe alifichua kuwa alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya Grindelwald. Mwindaji huyu alikuwa amekuja kumua yule kiumbe wa kichawi, na kweli akamua. Zaidi ya hayo, alitaka kumchukua mtoto wa kiumbe huyo pia. Lakini Newt kwa ujasiri wake wote alijitahidi sana kumwokoa yule mtoto mchanga dhidi ya yule mwindaji. Akamchukua mtoto na kukimbia porini, lakini mwindaji na wenzake walimfuatilia kwa kasi. Hatimaye wakamkamata Newt, akamjeruhi na baadaye wakachukua yule kiumbe mchanga. Newt anakwenda moja kwa moja hadi kwa yule malkia wa viumbe pale anapoamka, na kile ambacho Newt anakiona kinamshangaza sana. Malkia amejifungua mtoto mwingine. Hii inaashiria kuwa yule kiumbe amejifungua watoto wawili badala ya mmoja. Newt anamchukua yule kiumbe mchanga na kumweka kwenye sanduku lake. Kulikuwa na viumbe wa aina nyingi ndani ya hilo sanduku, na hawakutoka katika dunia moja, bali walitoka katika dunia tofauti. Kulikuwa na joka miongoni mwa viumbe hao, na hilo alikuwa joka dogo, bali joka kubwa linaloruka. Kwa upande mwingine, tunaona wawindaji ambaye anamchukua yule mtoto na kumkabidhi kwa Grindelwald. Kama nilivyosema awali, Grindelwald si mtu mwema, bali ni mtu mwenye ukatili. Anamkata shingo yule kiumbe mchanga ili kuchanganya damu yake naye. Matokeo yake, anaweza kuona siku za usoni, na anafanya hivyo hivyo na kuona maisha yake yajayo. Kwa upande mwingine, tunaona Newt ambaye amekuja kukutana na Dumbledore akiwa na kaka yake. Anamwonyesha kidani na kumwambia, hiki si kidani cha kawaida, tumekitengeneza wenyewe na ni wazi kwamba kiko ndani ya damu yetu. Hata tukitaka siwezi kukivunja. Newt na kaka yake hawamwamini kwa maneno yake. Jinsi gani kidani kinaweza kuwa na nguvu kiasi hiki, kiasi kwamba hakiwezi kuvunjika? Baadaye Dumbledore anaonyesha namna ya kukivunja hicho kidani. Anavunja kiapo na kile kidani kinawageuka na kinajaribu kuwaua. Hivyo anawaendea wale kaka wawili akiomba msaada, akijua kuwa hawezi kumzuia Grindelwald peke yake. Anasema, nahitaji msaada. Baada ya kumsikiliza, kaka wote wawili wanakubali kumsaidia. Baada ya muda mfupi, tunaona yule wawindaji ambaye anaonekana kuwa na huzuni sana.
kwa hakika anatubu kwa kila kitu alichofanya. Kwa sababu hiyo, anatekwa pamoja na yule kiumbe mchanga. Anaomba msamaha anapouona ule kioo uliokuwa umeandikwa juu yake. Baadaye tunakutana na Becca ambaye anamiliki duka la mikate. Hapa tunagundua kuwa ana rafiki wa karibu ambaye anafanya kazi kwa Grindelwald na alikuwa pamoja naye. Yule rafiki akuja kukutana na Becca, na profesa mmoja anamtokea Becca baadaye. Kwanza wanazungumza naye kabla hajamuhamishia sehemu nyingine. Anamtelepoti kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hiyo ilikuwa ni treni, na Newt pamoja na kaka yake walikuwa tayari ndani. Watu wengine waliokuwa marafiki wa kweli wa Newt pia walikuwepo. Dumbledore alikuwa amemtuma mmoja wao, msichana, na mwingine mvulana. Kwa hakika, Dumbledore aliwatuma kupambana na Grindelwald. Wakati kila mtu amekusanyika, Newt anasema, kile kitakachotokea baadaye tayari kimeonekana na Grindelwald, hivyo hatuhitaji kupanga chochote sasa ili kupambana naye. Kisha na wakabidhi zawadi zote ambazo Dumbledore alimpa ili awape. Becca alikuta fimbo ya kichawi, ijapokuwa yeye ni muggle, hakuwa na maarifa yoyote kuhusu uchawi, lakini Dumbledore alimpa zawadi hii. Kaka yake Newt anapewa tai ya kimuujiza, ili hali rafiki yake anapewa kipande cha karatasi. Karatasi hiyo inaungua pale rafiki wa Newt anapokikagua. Hii ina maana kuwa haikuwa karatasi ya kawaida, bali ya kichawi, na yule profesa anapokea kitabu. Rafiki wa Newt anajibu, nimepata kile nilichokitaka. Baadaye, treni ilifika katika kituo. Hapo ndipo tunamwona rafiki wa Newt. Hakuenda na wenzake, bali alisafiri peke yake. Alikuwa amekabidhiwa jukumu la kumchunguza Grindelwald kwa karibu. Baada ya kuchukua begi la mizigo, rafiki huyo wa Newt alijitenga na wenzake. Ndani ya begi hilo kulikuwa na mtoto wa yule kiumbe malikia wa kichawi. Watu wengine walionekana katika ofisi ya waziri wa uchawi. Kwa kuwa hiyo ilikuwa ofisi ya kichawi, Newt alikutana na mwanamume mmoja aliyekuwa tajiri kupindukia. Mwanamume huyo alikuwa kiongozi wa dunia ya uchawi. Alimpa Newt ujumbe kutoka kwa Dumbledore, ujumbe ambao ulikuwa na maelekezo ya kufanya jambo lililo sawa na kutokutii maneno ya watu wengine. Lakini mwanamume huyo alikuwa na uhusiano wa siri na Grindelwald. Alimfanyia upendeleo mkubwa, alimsafishia jina Grindelwald, akamuondolea mashtaka yote yaliyokuwa yamemkabili. Grindelwald alikuwa ameshtakiwa kwa mambo mengi kwa sababu alikuwa na chuki dhidi ya Muggles na hakuwahi kuwa na mawazo mazuri kuwahusu. Tajiri huyo alichagua majina ya wagombea wa kichawi kwa ajili ya uchaguzi ujao. Wakati huo, kaka yake Newt alimuona msichana mmoja, na msichana huyo pia alikuwa akifanya kazi kwa Grindelwald. Hilo ndilo lililomfanya kaka wa Newt amfuatilie. Lakini kabla hajamfikia, polisi walifika ghafla. Polisi hao walimkamata kaka wa Newt, na hata Newt pamoja na marafiki zake walishindwa kumsaidia hata kama walitaka kufanya hivyo. Kesho yake Dumbledore alirejea na akawajulisha Newt na wenzake kuwa anajua mahali kaka yake Newt anaposhikiliwa. Dumbledore akamwomba mchuuzi wa mikate Jacob pamoja na profesa wa shule ya uchawi waingie katika ofisi ya uchunguzi. Wakati huo huo, tunaonyeshwa rafiki wa Newt aliyekuwa na beba begi. Alimwendea mfanyakazi mmoja na kumuomba watengeneze mabegi mapya 6, begi za kufanana, ili kuwe na begi moja la kweli linaloweza kufichwa na wengine wawe wa kupoteza mwelekeo. Kwa upande mwingine, rafiki wa kiume wa Newt alienda kwa Grindelwald. Alikuwa amepewa kazi ya kumchunguza kwa karibu. Alimkaribia na kumwambia kuwa Dumbledore ndiye aliyemtuma kwa ajili ya kumchunguza. Grindelwald hakuweza kuamini kile alichokuwa anakisikia, hivyo alitaka uthibitisho. Akaanza kusoma mawazo ya kijana huyo, na hapo ndipo alipogundua kuwa kila kitu kilichosemwa kilikuwa kweli, kwamba kweli ametumwa na Dumbledore ili kumfuatilia. Wakati huo huo, Grindelwald aligundua kuwa yule kijana bado alikuwa na kumbukumbu ya dada yake marehemu aliyefariki kutokana na matendo ya Grindelwald. Kwa ujanja wake, Grindelwald alifuta kumbukumbu zote kuhusu dada yake aliyefariki katika akili ya kijana huyo. Kwa hiyo hakuwa tena na nafasi ya kumchukia Grindelwald moyoni mwake. Kisha tunamwona Dumbledore ambaye wakati huo alikuwa akijua kuwa Grindelwald ametuma mtu wa kumuua, na mtu huyo hakuwa mwingine bali ni yule mwindaji ambaye awali alimuua yule kiumbe wa kichawi, na lakini sasa alikuwa anatubu. Na kwa sababu Dumbledore alikuwa mtu mwenye akili nyingi sana, tayari alikuwa ameshajua njama hiyo kabla haijatekelezwa. Ndiyo maana alimpeleka yule mwindaji sehemu nyingine ambako hakukuwa na mtu yoyote. Hii ndiyo sababu walipigana vikali kati yao, lakini kwa sababu Dumbledore alikuwa mchawi mwenye nguvu kubwa sana, alimshinda mwindaji kwa urahisi. Baada ya kumshinda, Dumbledore akamwambia, wewe ni mpumbavu kiasi gani? Uko na mtu asiye sahihi, anakutumia tu kwa maslahi yake tu. Akamwambia pia, unajua visa kuwa uko upande wetu, lakini bado hujajua lolote kuhusu haya.
Baada ya kusema hayo, Dumbledore akamrudisha mwindaji huyo katika ulimwengu wake wa kawaida. Kwa upande mwingine, Newt alienda mahali ambapo Dumbledore alikuwa amemwagiza kwenda. Mahali pale palikuwa gereza, lakini kabla hajafika, mlinzi wa gereza alionyesha ujanja. Alimnyang'anya Newt kila zawadi ya kichawi aliyokuwa amepewa na Dumbledore. Kaka yake Newt alikuwa ndani ya gereza hilo. Alipomfikia, alifunga kamba zake na kumfungua. Newt alipofungua kamba za kaka yake, alimwachia huru, lakini muda mfupi baadaye viumbe wengine wengi wakatokea kwa wingi, na viumbe hao wakaanza kuwashambulia. Lakini Newt, ambaye ana maarifa makubwa kuhusu viumbe wa kichawi, aliwadanganya kwa kutumia fikra zake, kisha akakimbia pamoja na kaka yake. Walipokuwa wakitembea, kiumbe mkubwa mno akatokea mbele yao. Hata hivyo, Newt na kaka yake waliweza kutoroka salama kutoka hapo pia. Baadaye tunaona Newt akiwa ameweza kurejesha zawadi zote za kichawi alizopewa. Walipogusa tai ya kichawi, walijikuta wakihamishwa kwa njia ya teleport hadi sayari nyingine. Baadaye tukio linahamia katika ofisi ya waziri wa uchawi, ambako sherehe ya kifahari ilikuwa ikiendelea. Mchuuzi wa mikate, The Baker, na Profesa walikuwa wamefika hapo pia. Grindelwald pia alionekana akiwasili eneo hilo, akiwa ameandamana na rafiki wa mchuuzi huyo wa mikate. Yule msichana aliyekuwa mpenzi wa Baker alikuwa sasa amejiunga upande wa Grindelwald, lakini alipofika hapo hakumwangalia hata kidogo yule Baker. Na alipomwona msichana huyo akimpuuza, Baker akahisi huzuni na maumivu ya moyo. Wagombea waliokuwa wakitarajiwa kushiriki uchaguzi wa kichawi walikuwa wamefika pia katika sherehe hiyo. Miongoni mwao, aliyekuwa wa juu zaidi kwa cheo alikuwa msichana mmoja. Grindelwald alimtuma mhudumu wa vinywaji ili amuue msichana huyo kwa kumpa kinywaji kilichochanganywa na sumu. Lakini kabla msichana huyo hajanywa, Profesa alitumia uchawi wake na kukitupa mbali kikombe hicho. Ili kuonyesha kuwa yeye ndiye aliyefanya hayo, yule Baker alimwelekezea Grindelwald fimbo yake ya kichawi. Kitendo hicho kilitafsiriwa vibaya na kila mtu. Watu wote walimshutumu Baker kwa kujaribu kumuua Grindelwald. Kwa haraka, Profesa alimtumia Baker kwa njia ya uchawi, akamhamishia sehemu nyingine. Alimfikisha mahali ambapo Dumbledore, Newt na kaka yake Newt walikuwa tayari wameshafika. Profesa akawapa gazeti ambalo lilikuwa limechapisha habari ya kwamba Baker si mtu asiye na hatia, bali alikuwa muuaji aliyekuwa amejaribu kumuua Grindelwald siku hiyo. Baadaye Dumbledore akafichua siri nyingine. Alisema kuwa Grindelwald sasa alikuwa amekuwa mgombea rasmi. Atashiriki uchaguzi wa kichawi ambao ungekuja kufanyika hivi karibuni. Baada ya kusema hivyo, Dumbledore aliwaonyesha sehemu ambayo uchaguzi huo ungefanyika, eneo la kifalme kama mji mkuu wa uchaguzi wa kichawi. Katika tukio linalofuata, wote walifika kwenda kukutana na kaka yake Dumbledore, Aberforth. Aberforth alipewa taarifa ambayo hakuwahi kuisikia hapo kabla, kwamba yule mwindaji ni mtoto wake wa kumzaa. Kabla ya siku hiyo, hakuna hata mmoja aliyekuwa na taarifa hizo. Aberforth alistuka mno baada ya kusikia jambo hilo, kwani hakuwahi kuwa na habari hizo. Newt kisha akaona kitu kimeandikwa kwenye kioo. Maneno yaliyoandikwa yalisema, "Ninatamani kurejea nyumbani." Newt alibaki na mshangao, hivyo akaenda kumwambia Dumbledore. Alimweleza kuwa ujumbe huo umetumwa kwao. Dumbledore akasema, "Namtambua aliyeandika ujumbe huu. Huu ni ujumbe kutoka kwa yule mwindaji." Lakini kulikuwa na habari mbaya pia, kwamba mwindaji huyo alikuwa karibu kufa, kwa sababu alikuwa amezungukwa na ndege wa ajabu sana ambaye huchagua kuandamana tu na wale waliokaribia kufa. Wakati wa mazungumzo hayo, Dumbledore akamtaja dada yao marehemu, akasema, "Nilishawahi kugombana na kaka yangu, ugomvi wetu ulizidi hadi ukageuka mapambano. Tulikuwa tumeshika fimbo zetu za kichawi tukitaka kupigana. Lakini kwa bahati mbaya, dada yetu alikuwa anapita wakati huo. Fimbo hizo zilimlenga kwa bahati mbaya na alipigwa akafa papo hapo. Hatujawahi kuisahau kifo chake na sisi huendelea kuumizwa na jambo hilo. Na ndiyo maana hatujawahi kuzungumza tena kati yetu." Baadaye Grindelwald anamrudisha mtoto wa Malkia katika uhai, kisha anamkata kichwa. Grindelwald pia anagundua kuwa yule mnyama wa kifalme alikuwa amejifungua watoto wawili siku hiyo. Hii inamaanisha kuwa yule Malkia alikuwa na mtoto mwingine pia. Mtoto huyo wa pili alikuwa amechukuliwa na Newt wakati wa mapambano. Yule mwindaji hakuwa na habari kwamba yule kiumbe alikuwa na mtoto mwingine, na Grindelwald anaghadhabika sana baada ya kusikia hili. Baada ya kumshambulia anasema, "Umewezaje kufanya hivi? Umefanya kosa kubwa. Hujui kuwa kiumbe huyu alikuwa na mtoto mwingine ambaye sasa Newt amemchukua. Na kama unataka kuishi, una nafasi moja tu. Ukishindwa kumuua Dumbledore,
nitakuua mwenyewe. Rafiki wa Newt wanawaletea mizigo mingine 5. Alikuwa ameitengeneza kwa yule mfanyakazi aliyebuni begi lililofanana kabisa na lile la Newt. Watu waliokuwepo hawakuwa na wazo ni begi lipi lilikuwa na kweli, lile lililobeba mtoto wa mnyama Malkia. Dumbledore anatoa onyo kwamba mtoto huyo wa mnyama ni lazima afike salama kwenye kituo cha kupigia kura. Hii ni kwa sababu huyo ni spishi yenye uwezo wa kutambua uwepo wa roho, ni nani mtu mwema na ni nani mtu mwovu. Na akiinama mbele ya mtu yeyote, mtu huyo atakuwa kiongozi wa dunia ya kichawi. Grindelwald, kama tunavyojua, tayari ana mtoto wa yule mnyama. Atamdhibiti kwa uchawi wake, na kwa kufanya hivyo atampotosha yule kiumbe na kupanda juu kuchukua nafasi ya uongozi. Ndiyo maana Dumbledore anataka mtoto wa mnyama huyo afike katika eneo la uchaguzi, kwa sababu huyu ni mnyama anayeweza kutofautisha watu wema na waovu na kuamua ni nani anayestahili kuwa kiongozi. Kwa upande mwingine, wanajiteleport kuelekea eneo la uchaguzi wakiwa na mabegi yao. Wakati huo huo, watu wa Grindelwald wanamuona yule profesa, Newt na kaka yake. Wanaanza kuwafuatilia na kupigana nao. Watu wa Grindelwald walikuwa wengi zaidi, hivyo walikuwa na nguvu dhidi yao. Wanawakamata, na katika hayo yote, wanapofungua begi moja, kuna mipira mingi ya kichawi inayotokea na kuanza kuwashambulia watu wa Grindelwald. Kwa upande mwingine, begi la yule mwokaji alikuwa amejiunga na Grindelwald. Anamwambia, nisamehe, nilikuacha na kujiunga na Grindelwald. Wakiwa katika mazungumzo hayo, watu wa Grindelwald wanafika na kutia mbaroni. Kwa upande mwingine, baadhi ya watu walikuwa kuwasaka kaka wa Newt pamoja na yule profesa. Baadaye rafiki wa Newt anawasili. Alikuwa tayari amemwambia kila kitu Grindelwald. Anawashambulia wote na kuwaokoa kwa sababu bado alikuwa upande wa Dumbledore. Ile siku ya nyuma alikuwa anafanya maigizo tu ya kusaidia Grindelwald. Newt alikuwa amebeba begi lake kuelekea eneo la uchaguzi, lakini wakati huo rafiki wa Grindelwald anawasili. Anamshambulia Newt na kumzimisha. Anachukua begi lake. Katika tukio linalofuata, tunamwona Newt akiamka na yule mwanamke anarudisha begi kwake. Lakini jambo la kushangaza, begi la Newt linaungua moto anapoligusa. Grindelwald anaonyesha ujanja. Ameshinda uchaguzi kwa msaada wa yule mtoto wa mnyama. Hii inaonyesha kuwa sasa amekuwa kiongozi wa dunia ya kichawi, na kuanzia sasa kila mtu atalazimika kumtii kwa sababu yeye ndiye kiongozi mkuu. Kwanza kabisa, anawaonya wote wasimwache Jacob kwa sababu tayari amewahi kujaribu kumuua. Zaidi ya hayo, anatumia uchawi wake kumshambulia. Wakati huo huo, mchawi mwanamke anaonekana na kumwokoa dhidi ya athari za uchawi huo. Mwindaji anapowasili anasema, nina jambo muhimu sana la kukwambia. Grindelwald ni mdanganyifu na kiumbe mchanga alichonacho si wa kweli. Wakati huo huo, rafiki yake Newt anawasili akiwa na begi lake halisi, ambamo ndimo kiumbe yule mchanga alikuwa amefichwa. Kisha, bila kutegemewa, kiumbe yule anapiga magoti mbele ya Dumbledore, ishara kuwa Dumbledore ni mtu mwema na anastahili nafasi ya uongozi. Baada ya kuona hilo, Dumbledore anasema, umenichagua mimi kuwa kiongozi ajaye. Sasa niambie kama kuna mwingine mwema na anayestahili kuwa kiongozi pia. Kiumbe yule anapiga tena magoti mbele ya mchawi aliyemwokoa Jacob, ambaye ni mwokaji wa mikaketi, na hivyo ndivyo mchawi huyo anavyotangazwa kuwa kiongozi wa ulimwengu wa uchawi. Kutokana na hayo yote, Grindelwald anaonekana kudhoofika. Kwa sababu ya shambulizi alilomfanyia yule mwindaji, hali yake inazidi kuwa mbaya, anachoka na kuumia. Dumbledore na kaka yake wanamshambulia kwa uchawi baada ya kuona Grindelwald akishambulia. Kisha minong'ono ya kichawi inapigana angani na matokeo yake mlipuko mkubwa unafuatia. Kwa sababu ya mlipuko huo, kidani kilichokuwa kikihifadhi kiapo cha damu kati ya Dumbledore na Grindelwald kinapasuka, na hivyo kiapo walichoapa kwa damu yao leo kimevunjika rasmi. Baadaye, Grindelwald na Dumbledore wanageuka kuwa maadui, jambo ambalo halijawahi kutokea kabla. Wote wawili wanaingia katika vita vikali, lakini mzozo huo unakuja mwisho na Dumbledore anaanza kuondoka. Grindelwald anampigia breki na kumuuliza, "Je, utanipenda kama zamani?" Dumbledore anajibu, "Hapana, kabisa siwezi tena." Kisha anaendelea kuondoka. Baadaye, Grindelwald naye kanaanza safari ya kuondoka. Kaka yake Dumbledore anamkubali yule mwindaji kama mwanawe, japo alikuwa amejeruhiwa sana. Kaka wa Dumbledore anamwomba msamaha na kumchukua hadi nyumbani kwake. Katika tukio linalofuatia, mwokaji na rafiki yake wanaonekana wakifunga ndoa na maisha yao yanajaa furaha.
Wakati huo huo, msichana mmoja anakuja kukutana na Newt akimletea kiumbe wake. Na huo ndio mwisho wa movie hii itwayo Fantastic Beasts Part 3: The Secret of